Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo tuko hapa na bidada atajitambulisha, lakini kitu ambacho kimetuleta huku leo ni kutokana na matatizo maswaibu mazito ambayo yamemkuta, kitu ambacho ni miujiza, tunaweza kusema hivyo. Ni kitu ambacho huwezi ukaamini mpaka ukione we mwenyewe, na leo tumekuja hapa kwa ajili ya kukuonyesha vile vile jinsi hali ilivyokuwa. Kiukweli hata mimi pia imeniwia ugumu kusogea karibu na kuweza kuzungumza naye mawili matatu kwa sababu ya hali ambayo yuko nayo, lakini tumekutana na mtaalamu pia hapa, ametuambia kwamba hakuna matatizo yoyote, tunaweza tukafanya naye mahojiano na vitu vingine kama hivyo. So kitu ambacho kimemkuta, inasemekana kwamba alikuwa kuna kutokuelewana kati yake yeye na mwanamke mwenzie ambaye anadai kwamba ametembea na mumewe. So yeye amemfanyia mambo ya kishirikina, hizi wanasema kwamba ni imani za kichawi, ndio kitu ambacho kimemkuta huyu binti hapa, na leo tuko naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye. Kitu ambacho unachokiona ni kwamba ni hapati maumivu. Maumivu anadai kwamba yalikuwa hapo tu mara tu baada ya hili tatizo lilivyomfika, lakini kwa sasa hivi anaendelea vizuri, japokuwa hali bado inatisha, lakini anaendelea vizuri kutokana na kwamba mtaalamu wa mambo ya tiba za jadi amemuondolea maumivu, tofauti na hapo ilivyokuwepo hapo awali. So sasa hivi ni kwamba tu moto unawaka na wala hateketei, kitu ambacho kimetushangaza hata sisi wenyewe. Kwanza kabisa, habari za saizi da? Salama. Pole sana kwa matatizo ambayo yamekukuta. Namshukuru Mungu, naendelea vitu vizuri, uhai unao. Napumua, lakini ndio hivyo, naungua lakini siteketei. Jikaze, nataka tujue vitu vichache kuhusiana na hili tatizo ambalo limekukuta. Kwanza kabisa, unaitwa nani? Naitwa Salome Poa. Salome. Sasa dada Salome, una umri gani dada Salome? Na miaka 24. 24. Na wewe labda ningependa kujua kwanza kabisa unajishughulisha na nini sana sana, yani wewe ni shughuli zako za kila siku ni zipi? Mimi najishughulisha na biashara ndogo ndogo, napika vitafunio, sambusa, kachori. Ndio ninapopika. Sawa. Na hizi shughuli zako unazifanya huku au ni sehemu nyingine mbali na huku unapoishi? Ni huku mtaani kwetu. Ndio ninakofanya hiyo biashara yangu. Sawa. Sasa dada Salome, kwanza kutokana na kitu ambacho kimekukuta, tungependa kujua kwanza, wewe uko na mahusiano, ni umeolewa au uko single? Mimi niko peke yangu. Nilikuwa na mume wangu, tuliachana. Kwa hiyo ulikuwa na mmeo mkaachana? Ndio. Na ilikuwaje mpaka mkaachana na mume wako? Ni ugomvi hapa na pale. Anatembea na wanawake za watu kwa nje. Nikaona Sofia atapata magonjwa. Kaachana naye. Mlikuwa mmeoana kabisa? Tulioana kabisa na ndoa. Na ndoa yenu ilikuwa ina muda gani? Ina miaka 3. Mlioana kwa muda wa miaka 3 pamoja mkawa mnaishi? Ndio kaka. Na katika ndoa yenu labda mlibahatika kupata mtoto? Hapana. Sawa. Pole dada, jikaze, ndo maisha yalivyo. Pia vile vile kitu kingine dada Salome, nataka nijue kwamba kwa hali ambayo, kwa hiyo sasa hivi huku unakaa umepanga au umerudi nyumbani? Nimerudi tu nyumbani. Kwa sababu hapa ni nyumbani kwenu kwa wazazi? Sema walishafariki. Kwa hiyo hapa naishi na nani? Nipo tuna mdogo wangu kaenda shule. Ameenda shule tokea lini labda? Anakaa boarding. Mimi ndo namsomesha. Ndio. Kwa hiyo hapa mjini wewe uko wewe na mdogo wako tu, hamna ndugu labda wa karibu? Niko mimi na mdogo wangu. Ndugu wengine wa karibu wako wapi, mkoani labda au wako hapa? Sema hamna mawasiliano? Hapo mkoani. Sawa. Sasa kwa hiki kitu ambacho kimekukuta dada Salome, watu wangependa kujua kwanza kabisa hii hali, twende moja kwa moja katika pointi. Hii hali yani wewe, hii hali yani imekukuta vipi, yani ni kwamba ilikuwaje mpaka ukajikuta uko na hali kama hii ya kuwaka moto kichwani, kwa sababu ni kitu ambacho ni cha kushangaza kwa kweli. Yaani kakangu alionikuta ni makubwa sana. Nilitembea na mume wa mtu. Ni mume wa mtu ulitembea na? Ndio. Nilikuwa sijui kama ni mume wa mtu.
lakini baada ya siku kadhaa ndo nikajikuta nipo na matatizo kama haya. Sawa. Kwa kumbe ulikuwa unatembea na mume wa mtu bila kujua? Ndio. Na kipindi ambapo unatembea na huyu mwanaume, yeye mwenyewe hajawahi kukwambia labda, au hujawahi kumuuliza, au hujawahi kuona viashiria vyovyote kwamba huyu ni mume wa mtu, pete ya ndoa labda? Hapana. Alikuwa havai? Ndio. Sasa umejuaje kwamba moja kwa moja kwamba haya yaliyokukuta ni kwa sababu ya kutembea na mume wa mtu? Ni mke wake alipiga simu akaniambia, mimi mke wa mtu fulani, naomba wachane na mume wangu. Mimi nikajifanya mbishi, sielewi. Mahaba tena amenizidi. Nikasema ngoja tuone atafanya nini. Ndio kilichonikuta ndo hichi. Kaniambia hiyo ndo dawa yako. Yeye mwenyewe alikupigia mkewe sasa? Ndio. Na mkewe kumbe alikupa onyo kabla ya haya yote kukukuta? Ndio, alinipa onyo. Sema mimi tu nikajifanya sielewi. Sasa na wakati anakupa onyo, labda hukumuuliza mtu ambaye uko naye katika mahusiano kwamba wewe kumbe umeoa, wewe una familia, ni mke wa mtu, ni mume wa mtu? Hukumuuliza mtu ambaye ulikuwa naye katika mahusiano kwa wakati huo? Nilimuuliza, alinikatalia kata. Akasema mimi sina mahusiano na wala sina mke. Nikamwambia natishiwa vitisho huko nitaoa mimi. Akaniambia usijali mke wangu, mimi nakupenda sana. Sina mke mwingine zaidi yako. Kwa mimi ndo ile, nikajikuta mimi ndo napendwa sana. Nikasema sawa. Lakini ndo hivyo, nikapigiwa simu, ndo alionikuta. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo yeye kila ukimuuliza kwamba wewe kumbe umeoa, una familia, una mkeo, na umemweleza kabisa kwamba kuna mambo yanatokea, ni mke wake anakutafuta, anakutishia, yeye alikuhakikishia kwamba yeye sio mume wa mtu? Ndio kaka. Kwa hiyo ukutumia labda hatua nyingine ili ujue kwamba huyu mtu kweli sio mume wa mtu labda, au ulilizika na majibu yake? Mimi nilizika na majibu yake kwa sababu alikuwa anasaidia vitu vingi. Na alinikatalia kata na muda mwingi tulikuwa wote pamoja. Kwa sikuweza kuamini kama ni mume wa mtu. Mimi nataka unielezee tukio jinsi lilivyokuwa mpaka hapa ilipofikia. Yaani ilikuwa hivi. Jana nimetoka katika mizunguko yangu, maana huwa anafanya biashara ya vitafunio asubuhi na jioni, msimu wa Ramadhani. Kwa jana jioni katoka zangu kufanya biashara, narudi nyumbani, nikafika nikafanya shughuli zangu za nyumbani, nikapika, nikala, huko naangalia tamthilia. Nilipomaliza nikalala usiku saa 6, nikaanza kusikia maumivu ya kichwa kinauma mpaka sielewi, mpaka nikajikuta naanza kupiga makelele. Majirani wakaja nje, wakajua labda nimevamiwa na panyarodi au ni watu majambazi. Mimi nalia, napiga kelele, sielewi. Mara kichwa kinawaka moto, watu wamejaa mpaka nachanganyikiwa, sielewi nafanyaje. Wasamaria wema wakajitokeza, wakaenda kumuita mganga. Ndio kama unavyoona hapa, watu walijadi asubuhi, watu wajalala, wananiangalia tu mimi ninavyotia huruma. Yaani naumia, kichwa kinapasua, kinawaka moto, yaani naungua steketei. Mjumbe ndo alipofika hapo, watu kidogo ndo wakapungua. Kwa hiyo mjumbe ndo ametawanyisha watu? Ndio kaka. Na hii hali kwa hiyo tokea jana usiku, yani hapa ulikuwa hakuna kulala, ni makelele tu? Yaani sijana ni mwendo wa makelele, nimepiga kelele, sielewi. Naumia kaka, kichwa kinauma. Yaani kinauma mpaka nachanganyikiwa, sijui nafanyaje. Na siwezi kwenda hospitali wala wapi. Majirani wakajitokeza, akaenda kunitia tu mganga nisaidie. Kwa hiyo majirani walivyoona hii hali ya kwamba hawajajaribu labda kuzima moto unaokuwaka huko kichwani, wamemwagia sana maji, lakini hata uzimiki. Hauzimiki kabisa kwa kweli. Kwa sasa baada ya kuona kwamba moto hauzimiki, ndo akajua kwamba utakuwa ni mambo ya kishirikina? Ndio kaka. Kwa hiyo mganga hapa amefika muda gani? Mganga hapa amekuja tokea jana usiku, alipompigia tu simu. Njoo mganga uone huko mambo ya ajabu, maana tusikose utakuwa ni mshirikina. Mganga akaja hapa mapema kabisa, akaendelea na huduma. Kwa hiyo je, huduma ya mganga ambaye amekuja imesaidia chochote au? Maana jana umesema kwamba maumivu yalikuwa ni makali na sasa hivi kidogo hali sio mbaya sana.
Saizi kidogo nafuu, lakini ndo hivyo kichwa kinaumauma, lakini kwa mbali sana. Moto ndo hivyo nawaka, lakini siteketei. Pole sana. Shapoa kakaangu, ndo nitafanya nini? Sile Mungu tunisaidia. Pole sana. Sasa kwa hiki kitu ambacho kimekukuta, labda pole da Salome. Pole sana. Sasa kwa yani ni maajabu, inasikitisha sana. Vumilia bwana, yataisha tu. Kama mganga amekusaidia sasa hivi maumivu yamepungua tofauti na jana, basi labda kuna kitu anaweza kafanya hali ikatulia.